Rais wa Marekani Donald Trump amesema Washington imeamua kupunguza kwa sasa makali ya mkakati wake dhidi ya Iran, huku Marekani ikitegemea zaidi shinikizo la uchumi kuliko kuanzisha mashambulizi mapya ya kijeshi. Trump alisema jana Jumapili, Agosti 9 mwaka 2026 kwamba Marekani kwa sasa inachukua hatua kwa utulivu zaidi dhidi ya Iran na kwamba mawasiliano kati ya pande hizo yanaendelea kwa kiwango cha chini, hali aliyoelezea kama mazungumzo nusu, huko Iran ikiendelea kukabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi. Kauli hiyo ya Trump imetafsiriwa kama ishara kwamba Washington kwa sasa haitangulizi mpango wa kuanzisha shambulio jipya dhidi ya Iran, bali inataka kuipa nafasi pressure ya kiuchumi kuanza kutoa matokeo. Msimamo huu unakuja wakati Iran ikiwa chini ya shinikizo kubwa la kiuchumi na kijeshi baada ya vita vilivyoanza kati ya Iran, Marekani na Israel. Vikwazo vya Marekani, kuvurugika kwa biashara ya kimataifa, matatizo ya fedha za kigeni pamoja na kuzuiwa kwa sehemu kubwa ya usafirishaji kupitia Hormuz vimeongeza mzigo wa uchumi kwa Iran. Washington inaonekana kuamini kwamba kadri hali hiyo inavyoendelea, viongozi wa Iran wanaweza kulazimika kupunguza masharti yao na kurejea kwenye mazungumzo yenye uwezekano wa kufikia makubaliano. Lakini upande wa Iran haujaonyesha dalili za kukubali shinikizo hilo bila masharti. Tehran imeweka masharti makali kuhusu kufunguliwa kwa mlango Hormuz, njia muhimu sana ya biashara ya nishati duniani. Kabla ya vita, takriban 1/5 ya usafirishaji wa mafuta duniani ilikuwa ikipitia katika njia hiyo, jambo ambalo linaufanya Hormuz kuwa nyenzo muhimu ya kimkakati kwa Iran na pia kuwa eneo ambalo Marekani haiwezi kulipuuzia. Iran imeeleza kuwa kufungwa kwa Hormuz kunapaswa kuhusishwa na hatua kutoka upande wa Marekani, zikiwemo kupunguzwa au kuondolewa kwa vikwazo, kukomeshwa kwa vitisho vya kijeshi, kuondolewa kwa baadhi ya vikosi vya Marekani katika eneo hilo na kulipwa fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita. Tehran pia inataka suala la mali zake zilizogandishwa nje ya nchi kushughulikiwa. Kwa hiyo suala la Hormuz limegeuka kutoka kwa tatizo la usafirishaji wa mafuta na bidhaa kuwa sehemu kuu ya mazungumzo ya kisiasa na kiuchumi kati ya Washington na Tehran. Hata hivyo, Trump anaonekana kutaka kutumia hali hiyo kama sehemu ya shinikizo dhidi ya Iran, badala ya kukimbilia hatua nyingine za kijeshi ambazo zinaweza kusababisha vita mpya na kuathiri zaidi masoko ya mafuta duniani. Washington inaonekana kutaka kuona kama matatizo ya kiuchumi yatailazimisha Iran kubadili msimamo wake. Mkakati huu pia unaweza kupunguza hatari ya Marekani kuingia katika awamu nyingine ya mapigano ambayo inaweza kuhitaji matumizi makubwa ya kijeshi na kuongeza uwezekano wa mashambulizi dhidi ya vikosi na maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Tehran inaonekana kutumia mlango bahari wa Hormuz kama moja kati zake kuu za kimkakati. Iran inafahamu kwamba usumbufu mkubwa wa usafirishaji kupitia njia hiyo unaweza kuongeza bei ya mafuta na kusababisha presha kwa uchumi wa dunia, lakini pia inafahamu kwamba kuendelea kuzuia njia hiyo kunaweza kuifanya Iran yenyewe ikabiliwe na shinikizo kubwa zaidi kutoka Marekani na mataifa mengine. Hivyo swala kubwa kwa sasa ni kama pande hizo mbili zinaweza kupata makubaliano yatakayoruhusu usafirishaji kurejea katika hali ya kawaida bila upande wowote kuonekana umeshindwa. Wakati Trump akisema Marekani inafanya mazungumzo, Iran imekuwa ikisema kwamba hakuna mazungumzo rasmi ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Tehran na Washington, ingawa ujumbe unaendelea kutumwa kupitia wapatanishi. Hii inaonyesha kwamba mlango wa diplomasia bado haujafungwa kabisa, lakini pia hakuna dalili kwamba pande hizo zimefikia hatua ya mazungumzo ya moja kwa moja yenye makubaliano ya wazi. Kwa sasa mkakati wa Trump unaonekana kutegemea mambo mawili kwa wakati mmoja: kuendelea kuweka shinikizo kubwa la kiuchumi dhidi ya Iran na kuacha mlango mdogo wa mazungumzo ya wazi. Washington inaweza kutaka kuona kama Tehran italegeza masharti yake kabla ya Marekani hajachukua hatua nyingine ya kijeshi. Iran kwa upande wake inajaribu kutumia udhibiti wa Hormuz pamoja na msimamo wake wa kisiasa na kijeshi kuhakikisha kwamba haitalazimishwa kukubali makubaliano ambayo inaona yanaathiri mamlaka na maslahi yake ya kitaifa. Hivyo kauli ya Trump haimaanishi kwamba mvutano kati ya Marekani na Iran umeisha,
Badala yake inaonyesha kwamba Washington kwa sasa imechagua kusubiri kuona kama shinikizo la kiuchumi likiendelea litaweza kubadilisha msimamo wa Tehran. Hatua inayofuata itategemea namna uchumi wa Iran utakavyokuwa ukiathirika, kama Tehran itabadilisha masharti yake kuhusu Hormuz na kama Marekani itaona kwamba diplomasia inaweza kufikia makubaliano bila kulazimika kurejea kwenye mashambulizi ya kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.